Shughuli za usafiri hapa jijini zilitatizika asubuhi ya leo baada ya baadhi ya wahudumu wa magari ya umma kugoma, hali hii ikisababisha kusitishwa kwa huduma za usafiri katika baadhi ya maeneo hapa jijini. Hata hivyo, baadaye mgomo huo ulisitishwa na hali ya kawaida kurejea. Wasafiri waliorauka siku ya Jumatatu jijini Nairobi walilazimika kutembea kuelekea kazini na kwa shughuli za siku baada ya mgomo wa wahudumu wa magari ya usafiri wa umma kuanza. Mgomo huo uliitishwa na uongozi wa sekta hiyo na kutishia kuvuruga usafiri katika maeneo kadhaa jijini. Katikati ya jiji, wahudumu wa matatu waliogoma waliegesha magari yao kwenye barabara na katika baadhi ya mitaa, hali iliyowalazimu maafisa wa polisi kuingilia kati kurejesha utulivu. Magari kadhaa ya usafiri yalikamatwa, nambari za usajili kung'olewa, huku mengine yakivutwa hadi vituo vya polisi. There are a lot of vehicles who are detained from various circles. The one that they found on the road protesting, they have detained various circles and they are demanding for their release. Foleni ndefu zilishuhudiwa katika vituo vya mabasi, huku wahudumu wengi wa magari ya usafiri wa umma wakitii wito wa kusitisha huduma na kuwaacha mamia ya wasafiri wamekwama. Today was the first day and we thank God. So far so good. We just wanted to let our fellow operators understand that we have done it and we shall do it. Next Monday, we are coming for in a better way. We had a strike today, which is going to continue every Monday if the government is not going to listen to our grievances. Wahudumu wa matatu walikuwa wametangaza mgomo wa kitaifa tarehe 28 Januari kufuatia kile walichodai ni kuteketezwa kwa magari yao na waendesha bodaboda. Walilaumu serikali kwa kushindwa kushughulikia uhasama na ukosefu wa usalama unaolenga wahudumu wa usafiri wa umma. Na hii mgomo sio ati ni kuhusu matatu, ni kuhusu gari zote Kenya mzima zile, kwa sababu mkiangalia aswa serikali zimechomeka, sio matatu peke yake. Kuna maturera zimechomwa, kuna personal zimechomwa. Hooliganism within the border sector who are banning our vehicles, all of them must be arrested. And all the vehicles which have been banned, they must be compensated by the government. Licha ya mgomo huo, baadhi ya wahudumu wa magari waliendelea na shughuli zao na kuleta afueni kwa wasafiri. Katika maeneo mengine nchini likiwemo Nyeri, hali ya sintofahamu ilishuhudiwa kuhusu iwapo mgomo huo ungefanyika au la. Wahudumu wa magari ya umma walioamua kutojihusisha na mgomo huo walisema kuwa jukumu la kushughulikia waendesha bodaboda wahuni ni la polisi. Ben Kiroi, runinga ya Citizen,